Sema tena amina kubwa. Maana jina ninalolitaja sio jina la kawaida, sio jina la kawaida. Halifananishi na jina lolote, ni jina ambalo liko juu ya majina yote, jina la Yesu Kristo. Kwa hiyo tunapolitaja jina la Yesu, tuwe makini kuhakikisha kwamba tunatamka kwa sauti na kutoka katika vilindi vya mioyo yetu, maana tunaye mtamka sio wa kawaida, ni Yesu Kristo ambaye alishinda mauti. Ni Yesu Kristo ambaye alishinda mauti. Mwanamume Yesu Kristo, hakuna mwanamume mwingine yoyote ambaye alishinda mauti, hayupo. Ni Yesu peke yake alishinda mauti. Kaburi lake liko wazi mpaka leo. Makaburi ya wengine yamejaa mifupa, makaburi ya wafalme yamejaa mifupa, makaburi ya wafalme waliotikisa dunia, waliopiga dunia, waliojulikana sana. Hawapo kina Oswelo, hawapo wanaadhimisha siku 180 anaonyesha utajiri wake, hawapo leo. Lakini mwanamume ambaye ninamsema habari zake Yesu Kristo yu hai, yu hai milele na milele, yu hai milele na milele, yu hai milele na milele, yu hai milele na milele. Amen. Kaburi lake liko wazi. Hakuna nabii, kama mchungaji amesema, hakuna nabii yoyote, hakuna mtume yoyote ambaye alishinda mauti, ila ni mmoja tu, Yesu Kristo, ambaye umemwamini. Na kama uko mahali hapo hujamwamini, leo ni siku yako ya kumwamini, ya kumpa Yesu maisha yako ili utembee naye, maana yeye ni mzuri, maana yeye ni mwema, maana yeye ni mwaminifu. Ukimpata Yesu umepata kila kitu. Ukiwa na Yesu umekuwa kila kitu. Ukiwa na Yesu uhangaiki juu ya kibali, maana Yesu unaye. Ukiwa na Yesu umepata kila kitu. Tamani kumpata Yesu, tamani kuwa na Yesu, tamani kutembea na Yesu. Yesu ni kila kitu. Yesu ni yote katika yote. Yesu ni yote katika yote. Sema amina kubwa, sema amina kubwa. Amen. Naomba uandike kweli kuu au kiini au kweli kuu. Andika, maana hili ndio somo lenyewe. Hii ndio natakiwa uondoke nayo, ambayo inasema hivi: kufufuka kwa Yesu kunathibitisha uhakika wa imani yetu na ushindi wa Yesu juu ya mauti na kuzimu. Ndio tena, na kama unanani pale sasa kaangalia pale, kufufuka kwa Yesu kunathibitisha uhakika wa imani yetu na ushindi wa Yesu juu ya mauti na kuzimu. Amina jamani. Kufufuka kwa Yesu kunathibitisha ushahidi wa imani tuliyo nayo. Amina. Hiyo ndio kweli kuu ambayo ya somo letu. Yaani katika yote we kumbuka hata hiyo tu. Hiyo ndio kweli kuu yetu. Amen. Sasa ukisoma katika kitabu cha Mathayo sura ile ya 28, hasa ni kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa 5, utaona Mariamu Magdalena na yule Mariamu wa pili walikuwa wameenda kulitazama kaburi.
la Yesu. Kumbuke kwamba wakati huo wanaenda kulitazama lile kaburi, wana machozi, wana masikitiko, kwa sababu wameondokewa na mtu wao waliompenda, mtu wao wa karibu, Yesu Kristo, ambaye alitenda mema, alikuwa mwema kwa wanadamu, alikuwa mwema kwao. Wameondokewa na huyo mtu na amekufa kifo cha aibu, amepigwa sana, kifo cha aibu. Ninakumbuka mtumishi alizungumza siku ya Ijumaa kwamba jinsi ambavyo Yesu alipopigwa sio kama vile tunamwangalia kwenye zile filamu kwamba anaonekana na umbo. Biblia inasema hakuwa na umbo, hakuwa na sura hata tumtamani. Alipigwa, anasema ile mijeledi ambayo alikuwa wanapigwa wanatumia wale askari wa Kirumi, ilikuwa ina mindoano, wanapopiga namna hii hivi na hivi, ilikuwa inanoa nyama zinanyofoka. Kwa hiyo Yesu alipigwa sana. Mimi nakumbuka kuna filamu moja tu ndio nimeiona ile kidogo wamejitahidi kuonyesha, japo napo sio, lakini ile ilionyesha kwamba halipigwa sana kiasi ambacho kwa kweli hata mimi sikustahimili kuiangalia ile filamu. Halipigwa sana Yesu, hakuwa na umbo hata tumtamani kwa ajili ya wewe na mimi. Haleluya! Sasa hawa wanakwenda kwenye lile kaburi, na sio kwamba wanaenda kwenye lile kaburi kwamba wana matumaini fulani kwamba wataenda watamkuta, lakini Yesu alishasema kwamba nitafufuka siku ya tatu. Anasema nitautoa wangu kisha nitautoa tena. Amen. Na kumbe kwa Yesu aliruhusu wamuue kwa sababu kifo chake kilikuwa ni kifo cha sababu. Wengine watu wanakufa kwa sababu muda wao umefika wa kuondoka, au ajali tu imetokea akaondoka, lakini yeye alikufa kifo cha sababu, kilikuwa na sababu. Amen. Kwa hiyo watu wana machozi, hao wanawake watoa kwanza siku ile alfajiri, wanawake ni wepesi, waliondoka kwenda, wanaume kidogo kuna hali ya uzito, lakini wanawake wakaenda. Na tena wanapoenda kusoma katika kitabu cha Marko kinaonyesha walikuwa wanakwenda tu kwa ajili ya kuupaka ule mwili wa Bwana Yesu mafuta, wanaenda tu kuupaka mafuta, hawana tumaini kwamba la kuvuka, na Yesu alishasema kwamba nitavuka. Haleluya! Kwa hiyo wale wanawake wanayo machozi, wana masikitiko, wanaenda pale na wana nia njema tu, na Mungu anaiona nia yao njema, lakini wanapofika pale wakawa wanaulizana kwamba nani atatusaidia kulivilingisha lile jiwe. Na ukumbuke kwenye lile kaburi lilikuwa linalindwa, na wale askari walipewa hela ili kwamba wasije wakauiba mwili wa Yesu, alafu wakasema kwamba amefufuka. Lina muhuri kabisa wa Kaisari, na wale askari najua wana silaha, wako pale wanalinda kaburi la Yesu. Eti tunamlinda Mungu, maana Yesu ni Mungu. Amina jamani, amina. Walikuwa kwa wachelewe, hadi nashangaa sana wale askari, kwa sababu hata wengine walithibitisha pale wakati Yesu anakufa, jua lilipozima na lile tetemeko, wakasema hakika huyu alikuwa ni mwana wa Mungu. Amina. Alithibitisha kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Alipoona yale mazingira akasema hapana, hapana, huyu ni mwana wa Mungu, ni mwana wa Mungu. Alithibitisha. Haleluya. Mungu haachi kujiacha pasipo ushuhuda. Walithibitisha hata kama mtu asemeje juu ya Yesu, lakini askari wa Kirumi walithibitisha kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, na sisi tunathibitisha Yesu ni mwana wa
Kwa hiyo wanamlinda pale kwa sababu ya fedha. Lakini walipokuwa wanajiuliza wale wanawake, wakati wanajiuliza, wakashangaa lile jiwe limeviringishwa. Lile jiwe lilokuwa limeviringishwa, kukatokea ghafla na tetemeko, alafu wakamwona malaika amekaa pale. Haleluya! Kimwona malaika alipotokea lazima taogopa. Ametumwa malaika na ujumbe wa Mungu, amekaa pale. Wakati huo mwanamume Yesu hayupo pale, ameshavuka. Kwa hiyo wanaenda pale, wanaliangalia ile malaika, akasema, ninajua mnayemtafuta ni nani. Lakini wakati wale walinzi ambao walikuwa wanalilinda lile kaburi, Biblia inasema kwamba walikuwa wameanguka chini kama wafu, pamoja na silaha zako. Silaha mbele za Yesu za kawaida haziwezi kufanya chochote kile. Amina. Kwa hiyo usiogope, silaha za Yesu haziwezi kufanya chochote. Na ujumbe wangu unasema kwamba usiogope. Amen. Ujumbe wangu unasema usiogope. Kwa hiyo haziwezi zikafanya chochote. Mungu haweza kukuokoa hata kama watu wamekuchia na mapanga na manungu na chochote. Mtumainie Bwana, anaweza kukuokoa akafanya chochote kile na ukaokoka. Amina. Haleluya. Nakumbuka mhubiri mmoja amehubiri sana mahali hapa ndani, nikawaambie ndugu zenu kwamba amefufuka kama alivyosema. Haleluya. Amefufuka, hayupo kaburini tena, hayupo, amefufuka kama alivyosema. Haleluya. Wale wanawake najua walikuwa na furaha. Unajua Bwana, unajua ukiwa na jambo fulani alafu Mungu anakutokea, unafurahi. Hata wewe Mungu anakutokea, unapokutana na Mungu unakwambia, unafurahi, unashangilia, unasema asante Yesu, Mungu umenitokea. Haleluya. Ni wale wanawake wana furaha, wakaenda kule kuwapasha habari. Petro akasema lazima nithibitishe na nani. Wakaenda wakaingia mle kwenye lile kaburi. Angalia sana, hakuna mwanamume amesha kufufuka Yesu Kristo. Haleluya. Tukitegemea makofi mengi kwa Yesu. Makofi mengi kwa Yesu. Kwa hiyo usiogope, Yesu amefufuka, Kristo yu hai. Na kuna mtu mwingine ambaye huyo ameandika kitabu, Yohana, ambaye ameandika kitabu cha Ufunuo. Yohana mwana wa Zebedayo, ndugu yake Yakobo. Yesu aliwaita wana wa ngulumo. Huyu Yohana, na hiki kitabu kinasadikika kiliandikwa kati ya mwaka 91 na 96 BK. Kwa hiyo huyu Yohana, Biblia inasema ya kwamba alifanyiwa majaribio kadhaa ya kuuawa akiwa anateseka kwa ajili ya ushuhuda wa Yesu Kristo. Akatupwa katika kisiwa kile cha Patmo akiwa anateseka, akiwa anaumia, lakini ni kwa ajili ya nani? Ya Yesu, ushuhuda wa Yesu Kristo. Amina. Na kuangalia kwa mateso yale ambayo alikuwa anapitia Yohana, ninaona hata mwili wake kwa kweli ulikuwa umedhoofu, kwa sababu Biblia amefanywa majaribio kadhaa ya kuuawa, lakini hajauawa. Hakuuawa kwa sababu Mungu hakuruhusu uawa. Maana mtume Yohana alikufa kifo cha kawaida, ila mitume wengine 11 waliuawa, na hata ndugu yake Yohana Yakobo aliuawa, Matendo ya Mitume sura ya 12. Lakini Yohana hakuuawa kwa sababu Mungu hakuruhusu Yohana hauawe. Mungu asiporuhusu, hakuna mwanadamu anayeweza kusimama mbele za Bwana. Haleluya. Bwana akiwa upande wetu, ni nani aliye juu yetu sisi? Hakuna aliye juu yetu. Bwana akiwa upande wetu, Bwana akiwa upande wako, ni nani aliye juu yako? Lakini Yohana alidhoofu, inaonekana kwa nje alionekana amedhoofu na Wakristo wengine, maana kipindi kile alikuwa na tawala mfalme Domitian, na neno la kuandika kitabu cha Ufunuo ili kuwatia moyo wale Wakristo kwamba waendelee kuvumilia na mateso na kuwa waaminifu hata kufa. Haleluya. Haleluya, wavumilie. Kwa hiyo Yohana anaonekana amedhoofu, anaonekana ndio, lakini kilio chake kimenenea
kwamba umedhoofu kwa nje, lakini Biblia inasema japokuwa utu wetu wa nje unachakaa, utu wetu wa ndani unafanya upya. Haleluya! Utu wetu unafanya, unaweza ukawa unapita kwenye mapito ya magonjwa, unapita kwenye mapito ya magonjwa makubwa ambayo hayo mapito umeambiwa na daktari kwamba hili tatizo ni kubwa, haiwezekani. Lakini Yesu anasema katika ujumbe wa leo, usiogope, kwa Yesu inawezekana. Amina, kwa Yesu inawezekana. Yote ambayo hayawezekani kwa wanadamu, lakini kwa Yesu Kristo yanawezekana. Inawezekana umedhoofu, inawezekana una changamoto kwenye kazi yako, kwenye ofisi yako, umeinukiwa hata unafikiria nitafanyaje. Lakini nataka nikwambie, Biblia inasema karibu mara 366, karibu kila siku hilo neno, kila siku ya Mungu, Biblia inasema usiogope. Mungu anasema usiogope. Kwa hiyo na kutangazia kwamba usiogope, pamoja na changamoto, pamoja na mapito, pamoja na tishio la ugonjwa. Usitazame ugonjwa, mtazame Yesu aliyefufuka, mtazame Yesu aliyeshinda mauti, mtazame yeye. Haleluya, amen. Kwa hiyo Yohana yuko pale katika kile kisiwa cha Patmo, ametupwa pale. Sasa akiwa ametupwa kwenye kile kisiwa cha Patmo, mahali pa hatari, wale wanajua kwamba na hawezi kujiondoa kule peke yake, na inaonekana kabisa Mungu ndio aliyemuondoa Yohana kwenye kile kisiwa cha Patmo, maana huwezi kujiokoa wakamtupa kule. Jamaa wanajua kwamba umemweza, huwezi kumweza mtumishi wa Mungu akiwa na Bwana, akiwa anatembea na Bwana, huwezi kushinda. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo Yohana akiwa katika kile kisiwa cha Patmo, Biblia inasema kwamba akasikia sauti kuu. Tena anasema, mimi ndugu yenu Yohana, nikiwa katika kile kisiwa cha Patmo siku ya Bwana ambayo ilikuwa ni siku ya Jumapili. Maana Wakristo kanisa kwanza lilikuwa linaabudu Jumapili baada ya kufufuka Yesu, na ndio siku hiyo walianza kuabudu, na ndio maana hata sisi leo tunaabudu Jumapili. Kwa nini? Kwa sababu ushindi wetu ulipatikana Jumapili. Ushindi wetu ulipatikana Jumapili. Ushindi wetu ulipatikana Jumapili. Maana kama Yesu asingefufuka tusingekuwa na ushindi, na ndio maana tukaona sisi tuwe tunakutana Jumapili. Kwa hiyo ilianza toka kule kwenye kanisa lile la kwanza. Kwa hiyo Yohana akiwa kule siku ya Bwana anamwadhimisha Mungu. Biblia inasema ya kwamba akiwa katika roho ndipo akaona maono, akasikia sauti. Akiwa katika roho, alikuweje katika roho? Si binadamu ni roho, mimi na wewe ni roho, tunaishi ndani ya roho. Kwa hiyo naposema kwamba akiwa katika roho, ni kama vile manabii Mungu alivyokuwa akisema na wale manabii, milango ya fahamu ya kimwili ya kawaida ilikuwa haifanyi kazi wakati Mungu anaposema, alafu ile milango ya ndani sasa ile ya kiroho ndio ilikuwa inafanya kazi. Kwa hiyo naposema hapa Yohana akiwa katika roho ile siku ya Bwana, alikuwa milango ile ya fahamu, milango ya fahamu kama kuona, kusikia, kunusa, kuonja haikufanya kazi, ila milango ya roho ndio ilifanya kazi, kwa sababu Mungu ni roho. Kwa hiyo alisema na Yohana kupitia roho yake. Amen, haleluya. Acha nakumbuka hapa kuna mtu mmoja alikuwa anasema kwamba mtu anapokufa na wewe wala usiogope, kwa sababu umeokoka, kwa sababu Yesu ameshinda mauti. Alikuwa anasema, yule jamaa alikuwa anamsikiliza. Sasa lakini inawezekana ilikuwa ni kweli, kwa sababu ni roho. Alikuwa anasema kwamba mtu anapokuwa anakufa, anasema haya macho ya kawaida huwa yanazima, yanafunguka macho ya roho. Amina jamani. Anasema macho haya yanakuwa hayawezi kufanya kazi, kwa hiyo yanafunguka macho ya rohoni. Amen. Alafu yanapofunguka macho ya rohoni, sasa ndio yanakuwa yanaona unakoenda, watu unaenda. Haleluya, watu unaenda. Kama ulikuwa umeokoka na mwenye haki, unaishi maisha matakatifu, unaona unapoenda ni kuzuri.
Na kama ulikuwa sio mwenye haki, ni wale waigizaji wanaingia, wanaonekana wameokoka, lakini wana mambo mengine wanayafanya. Wanasema unaona kule unapoenda kubaya, na ndio maana unaona mtu anakuwa anahangaika, maana kule anakoenda ni kubaya. Na sasa wakati umefika, hakuna kurudi tena duniani. Wakati umefika, maana unavuna kile ulichokipanda. Ndio maana tukiwa mbele za Bwana tunatakiwa tuwe waaminifu sana, yaani sio na wokovu wa kuigiza. Amina. Usiwe na wokovu wa kuigiza, amua kumaanisha kweli, maana mbingu kweli ipo. Mchungaji pale amesema Yesu yupo, na alisema na kukaenda kutondelea mahali kweli yupo Yesu Kristo. Kwa hiyo nakwambia ndugu yangu kwamba usiigize, kwa sababu mbingu zipo na jehanamu ipo. Kwa hiyo akasema huyo mtu kama hakumwishia Kristo, kwa kule anakoenda ni kubaya, kwa anahangaika, anapambana ili aweze kurudi tena. Uweze kupambana na kifo na mauti. Ni mwanamume mmoja tu, Yesu peke yake. Yeye alipambana, alishinda mauti, haina nguvu, haikufua damu kwake, na hata kabla ajabu alikufua wafu. Nataka nikuambie kwamba kaa vizuri hapa na Yesu. Amen. Kwa hiyo akiwa Yohana katika kile kisiwa kile cha Patmo pale, akiwa katika roho, kama nilivyokuambia, milango yake ya kawaida ilikuwa ifanye kazi isipokuwa ya rohoni, ndipo akasikia sauti kuu kama sauti ya baragumu. Aliposikia ile sauti kuu kama sauti ya baragumu, akageuka ili aitazame ile sauti. Biblia inasema alipogeuka kuitazama ile sauti. Sasa ukisoma kwenye mstari wa 17, Biblia inasema Yohana alipogeuka na kutazama, alianguka chini. Yohana alianguka chini. Hata tunaangalia kwa nini Yohana alianguka chini. Kwa nini Yohana alianguka chini? Yohana alianguka chini, ukisoma katika kitabu cha Ufunuo sura ile ya kwanza mstari wa 19, kitabu cha Ufunuo sura ya kwanza mstari wa 19 kinatupa migawanyo mikuu ya kitabu, na hiyo migawanyo ni Yesu mwenyewe ndio alikuwa anaitoa. Akamwambia Yohana, haya uyaonayo andika. Haya uyaonayo. Kwa sehemu ya kwanza ni haya uyaonayo. Na Yohana alikuwa anaona nini? Anamwona Yesu kwenye utukufu wake, anamwona Yesu na nguvu zake na uweza wake, na ndicho kilichopelekea Yohana kuanguka chini. Na ukumbuke huyu Yohana akiwa katika kile siku ile Yesu wakati anasulubiwa, kabla hajaenda kusulubiwa ule usiku wa Alhamisi kuamkia Ijumaa, huyu Yohana alikuwa amegama kwenye kifua cha Yesu. Ni mwanafunzi aliyependwa sana na Yesu, alikuwa anaikama. Haleluya, haleluya, alikuwa ni rafiki wa Yesu. Na wewe tamani kwenda mbali zaidi. Wanasema tunaweza tukawa kweli wote tumeokoka, lakini kuna mwingine akaenda mbali zaidi sana. Kwa hiyo wewe amua kwenda mbali zaidi, hakikisha unakutana na Mungu. Anasema tweka mpaka kilindini ukutane na Mungu. Kilindini kule ndipo unakutana na Mungu, kwenye kilindi. Amen. Amen. Kwa hiyo tunamwona Yohana akiwa katika kile kisiwa cha Patmo pale. Tunaona kama nilivyokuambia, akiwa mahali pale akawa ameanguka. Na sababu za kuanguka ya kwanza ndio niliyokuambia, anaandika ya unayoyaona, na hii ndio nitakaizungumzia. Lakini sababu ya pili anasema nayo yaliyopo ni makanisa 7, ambayo sura ya 2 na ya 3 ya kitabu cha Ufunuo utaona pale yale makanisa 7 ambayo yanawakilisha hali ya kanisa lote mpaka unyakuo, likiwemo na kanisa letu la mavuno. Amen. Lakini la 3 anawaambia kwamba na yatakayokuwa baada ya hayo. Yatakayokuwa baada ya hayo ni nini? Baada ya kanisa kunyakuliwa, mambo yatakayotokea kuanzia sura ya 4 mpaka sura ya 22 mstari wa 6. Sasa nirudi kwenye hii sehemu ya kwanza ambayo anamwambia kwamba hayo uyaonayo andika, ambayo nimesema ndio ilimpelekea Yohana kuanguka chini. Nini kilisababisha anguke chini? Kwa hiyo Yohana anasema alipogeuka na kutazama namna hii, anasema akamwona mtu
kama mfano wa mwanadamu. Ukisoma pia katika ule mtu mfano wa mwanadamu ni Yesu mwenyewe. Na ukisoma katika kitabu cha Danieli sura ya 7 mstari wa 13 kinaonyesha kwamba Danieli alitabiri habari za Yesu Kristo kwamba atakuja kutawala. Alisema mtu mfano kama mwanadamu. Kwa hiyo alikuwa ni Yesu mwenyewe. Yohana amemwona pale na amesema amekaa katikati ya vinara vya taa za dhahabu, vinara 7 vya taa za dhahabu. Na vile vinara Yesu alitafsiri mwenyewe kwamba ni kanisa, ni yale makanisa 7 ambayo yanawakilisha kanisa lote, na wewe yanakuwakilisha na wewe uliokuwepo mahali hapa. Amina jamani, haleluya. Sasa Yohana tunaangalia anaona nini Yohana? Anaona nini Yohana? Anaona vazi lililofika miguuni. Anamwona Yesu amevaa vazi limefika mpaka wapi? Miguuni. Na lile vazi lililofika mpaka miguuni lilikuwa linaashiria ukuu wa Yesu kama nabii, kuhani na mfalme. Lilikuwa linaashiria. Amen. Lakini jambo lingine ambalo alikuwa ameniona ni akaona amejifunga mkanda matitini. Kipindi kile cha Yohana watu wasio na mamlaka, watu wa kawaida walikuwa wanavaa vazi fupi na lisilobana, lakini watu wenye mamlaka walikuwa wanavaa vazi refu na mkanda matitini, kuonyesha kwamba huyu ni mwenye mamlaka. Sasa Yesu anapokuwa anamtokea Yohana anaonekana kwamba ni mtu mwenye mamlaka juu ya yote. Yesu ana mamlaka juu ya yote, mwenye mamlaka juu ya yote, ikiwemo mauti na kuzimu. Wenye mamlaka wa dunia hii wana mamlaka katika dunia hii. Kwa hiyo wanazo nguvu, maneno yao ndio kauli za mwisho. Na wakati mwingine hata katika Biblia inasemekana waliongea maneno yao walikuwa ni kauli ya mwisho, huwezi ukapinga. Na wakati mwingine hata manabii walikufa, na wale wako ni mamlaka dunia hii wakitamka kweli neno linatokea, lakini hawana mamlaka juu ya mauti na kuzimu. Hawana mamlaka juu ya kifo, hawana mamlaka juu ya kifo, lakini Yesu anayo mamlaka juu ya kifo. Amen, yeye ni mwenye mamlaka. Ndipo Yohana anaona hayo. Yohana ndio alisababisha Yohana kwa kweli akaanguka chini, kuonyesha kwamba Yesu sio wa kawaida. Nataka nikwambie sisi, Mungu atusaidie, kwa sababu Yesu tulionaye sio kawaida, lakini tunamwabudu Yesu kwa kweli. Mungu atusaidie sana. Laiti kama tungalijua, nataka nikwambie, tungalikesha kumwabudu Bwana, tusingefanya ujinga, tusingefanya uchanja jinsi Yesu alivyo. Lakini jambo lingine anamwona Yohana, anaona kichwa chake na nywele zake zile nyeupe kama sufu, ambacho kiwa kinaashiria kwamba utakatifu hali ya juu. Yesu sasa ni nani? Ni Mungu. Utakatifu hali ya juu na hekima yake na utukufu alionao. Bwana Yesu asifiwe. Lakini jambo lingine ambalo Yohana alikuwa ameliona, macho yake kama mwali wa moto. Macho kama mwali wa moto, anajua yote. Yesu anajua yote. Akawa ameona, alikuwa anajua mpaka habari za yale makanisa, na anajua habari za kanisa la Mavuno, anajua habari zako, anajua habari za mioyo yetu, twende tukamficha. Yesu anafahamu, anajua, yeye anajua yote. Haleluya. Lakini jambo lingine, miguu kama shaba iliyosuguliwa, inamwonyesha Yesu kama miguu kama shaba iliyosuguliwa, inamaanisha hukumu ya Yesu kwa watu. Kwa hiyo Yesu anapomtokea hapa Yohana, anaonyesha kwamba yeye ni hakimu, ni jaji mkuu, ni hakimu asiyelinganishwa na mtu. Amen. Hii shaba katika Agano la Kale ilikuwa inawakilisha hukumu, na ile madhabahu ya shaba ilikuwa inatumika kwa ajili ya kutoa sadaka, kuteketeza zile sadaka kwa zile ng'ombe au ndama au kondoo zile ambazo hazina hatia, kwa ajili ya wenye
hatia. Na Biblia inasema dhambi zake zilikuwa zinafunikwa tu mpaka aje Yesu ambaye aliingia patakatifu pa patakatifu mara moja tu. Kwa hiyo pale panaonyesha ni hukumu kwamba Yesu ni hakimu. Yesu atakuja kuhukumu ulimwengu. Yesu atakuja kuihukumu dhambi, maana pale ilikuwa inahukumiwa dhambi. Kwa hiyo Mungu atusaidie kukaa vizuri na Yesu. Amen. Lakini jambo lingine, sauti kama sauti ya maji mengi, ilikuwa inaonyesha mamlaka na nguvu za Yesu. Na jambo lingine, nyota 7 katika mkono wake wa kuume. Hili linaonyesha kujali, msaada na kudhibiti kwa Yesu. Jali, msaada na kudhibiti kwa Yesu. Lakini jambo lingine ambalo Yohana alikuwa ameliona, akaona upanga utokao kinywani. Na ule upanga ambao ulikuwa unatoka kinywani, lile lilikuwa ni neno la Yesu Kristo. Amen. Kuonyesha kwamba neno la Yesu ni silaha kali linapozungumzwa hapa kama upanga, kulingana na muktadha wa maandiko haya ambayo tumeyasoma hapa. Na ukisoma katika Biblia neno la Yesu Kristo linaweza likazungumzwa kama moto. Kwenye Biblia inasema neno la Yesu ni kama moto, neno la Kristo, neno la Mungu ni kama nyundo. Biblia inasema neno la Mungu ni chakula cha uzima. Haleluya! Neno la Mungu ni taa linatuangazia. Lakini hapa analizungumza kama silaha kali, na hii silaha hii ataitumia kwenye vita ile ya Armageddon. Atakuja kuwapiga wale maadui kipindi kile cha vita ya Armageddon, wale maadui ambao watakuwa wamekwenda kuizingira taifa la Israeli na kulipiga. Siku hiyo ndipo Yesu atashuka. Atakaposhuka pale ndipo atawahukumu, atawapiga wale, atakuja kuliokoa hili taifa la Israeli. Amen. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo nataka nikuambie kwamba neno la Yesu Kristo ni silaha kali. Amen. Neno la Yesu ni silaha kali. Yesu, nataka nikuambie, haitaji nyuklia. Akitamka tu neno lake vitu vinatokea. Yesu hahitaji nyuklia za kinakili. Yesu hahitaji mabomu ya maangamizi. Yesu hahitaji hizo silaha. Neno lake tu akisema inatokea. Alienda akamwambia mtini, akasema kwanza leo usizae matunda, na ule mtini ukasikia haukuzaa matunda. Akisema Yesu amesema. Haleluya! Neno lake lina matokeo. Soma neno la Mungu. Neno la Mungu na likae kwa wingi ndani yako. Soma neno la Mungu kila siku, ndilo litakalokupa matokeo, litaleta matokeo kwenye maisha yako. Tamani kusoma neno la Mungu. Kama una kiu ya kusoma neno la Mungu, anza kusoma neno la Mungu. Ukianza kusoma neno la Mungu, utapata kiu ya kusoma neno la Mungu, maana lina matokeo. Hata wakati Yesu anatembea juu ya maji namna hii, anatembea juu ya maji, Petro alipokuwa amemwona, yeye akamwambia, Bwana, niamuru na mimi nije. Yesu akatamka neno, akasema njoo. Kwa neno la Yesu Kristo, Petro akatembea juu ya maji, akatembea juu ya maji kwa neno la Yesu Kristo. Amina. Haleluya. Neno la Yesu ni mamlaka ya mwisho. Neno la Yesu ni hili hapa, ni mamlaka ya mwisho. Uwe na tabia kujisomea hili neno kila siku ya Mungu, na kulitafakari na kulitumia na kutembea kupitia neno la Mungu, kwa sababu lenyewe ni silaha kali, ni upanga dhidi ya adui Shetani. Haleluya. Yesu alimshinda Shetani kwa neno. Anamwambia imeandikwa, imeandikwa. Alimshinda Shetani, tutamshinda Shetani kwa neno la Bwana. Ni silaha kali. Amina. Amen. Lakini jambo lingine, anamwona uso kama jua katika nguvu zake. Hii ilikuwa inaashiria utukufu na ukuu na utakatifu wake Bwana. Amina. Haleluya. Sasa hebu tuangalie, tunaona hapa Yohana alipomwona hivyo ndipo akaanguka chini kaburini tena. Amen. Kristo yu hai.
na kufufuka kwa Yesu kunathibitisha uhakika wa imani yetu tulionayo. Kwa nini imani yetu ni ya uhakika? Kwa sababu tuliyemwamini amefufuka. Amen. Ukisoma katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ile ya 15 kuanzia mstari wa 12 mpaka wa 20, utasoma kwa wakati wako. Kwa kunaonekana mabishano kwamba Kristo hakufufuka, lakini Paulo anaanzia kwa hilo neno, mwishoni anamalizia anasema kwamba Kristo amefufuka, limbuko lao waliolala. Amina, haleluya. Kwa hiyo sisi kwenye imani yetu tuna uhakika, hata kama tukifa tuna uhakika kwamba Yesu Kristo atatufufua tena, kwa sababu yeye mwenyewe alishinda mauti, yeye mwenyewe alikufa na akafufuka. Kwa hiyo imani yetu sisi ni ya uhakika. Niambie, ni nani gani ambaye alikufa na akafufuka? Mwenye imani yoyote ile, mwenye imani yoyote ile, niambie, ni mfuasi gani, ni nabii gani, ni mtume gani ambaye alikufa na akafufuka? Hakuna. Ni mwanamume mmoja tu, Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa hiyo nakuhakikishia kwamba imani tulionayo sisi ya Kristo ni imani ya uhakika, ndio imani ambayo inatupeleka mbinguni. Hakuna njia nyingine. Anasilimishwa kwa sababu ya kuolewa, anasilimishwa ili tu mpate mume. Nataka nikwambie, usiache imani, utapotea. Hakuna imani ya uhakika, hakuna imani sahihi kama ulionayo, imani uliyoiamini. Usimwache Bwana hata kama umekaa bila kuolewa, hata kama muda mwingi umepita. Nataka nikwambie kwamba endelea kusimama na Bwana, endelea kusimama na Bwana. Biblia inasema kwamba afadhali kidogo kimoja kipotee, ili mwili wako usiingie katika jehanamu ya milele. Endelea kusimama na Bwana, na kusimama na Bwana. Mungu atakutokea, Mungu atakutokea kuliko mambo yako. Mungu ataonekana, Mungu atakutokea. Endelea kusimama na Bwana. Haleluya. Usikubali kusilimishwa, usikubali kulimishwa, usikubali kumwacha Bwana kwa sababu ya mwanamume, kwa sababu ya fedha. Fedha hazisaidii kitu, hazisaidii kitu pasipo Yesu. Pasipo Yesu fedha haina maana. Na ndio maana Yesu alitoa mfano, asema mfano wa mbinguni umefanana na mtu mmoja ambaye alikuwa na lulu katika shamba, aliona lulu katika shamba, kisha akaenda akauza kila alichonacho ili alipate ile lulu. Anajaribu kutoa Yesu zamani kwa wokovu tulionao. Amen. Kwa hiyo nataka nikuambie kwamba uendelee kusimama na Bwana na Mungu hata kutokea. Uendelee kumlilia, mwambie Mungu, naomba nitokee. Yesu, naomba nikumbuke. Mungu ni mwaminifu, Yesu ni mwaminifu. Kama alimtokea Yohana, ukilia kwenye kisiwa cha Patmo, Mungu anaacha mbingu kule ndani, au anashuka pale na anamuonyesha utukufu wake wote Yohana, mpaka Yohana anadondoka chini, ndipo akashikwa namna hii. Akaambia usiogope, endelea kusema, usimwache Bwana. Amen. Imani tulionayo ni imani ya uhakika, na ndio imani ambayo inakupeleka mbinguni. Nikutajia hapa haraka, kufufuka kwa Yesu kunathibitisha kuwa yeye ni kila kitu alichokisema. Kila kitu Yesu alichokisema kunathibitisha. Kufufuka kwa Yesu tena inathibitisha. Na Yesu alisema hivi, haya ni baadhi tu ambayo Yesu aliyasema, lakini yako mengi ambayo Yesu aliyasema. Jambo la kwanza ambalo Yesu alisema kwamba yeye ni Mungu. Kwa hiyo kufufuka kwa Yesu kunathibitisha kwamba Yesu ni Mungu, kwa sababu hakuna mtu mwingine yoyote aliyeshinda mauti, ni Yesu peke yake. Hakuna mtu aliyefufua wafu, ni Yesu peke yake aliyefufua wafu. Kwa hiyo kunathibitisha kwamba Yesu ni nani? Ni Mungu. Sema Yesu ni Mungu. Na amini, Yesu ni Mungu. Amen. Lakini kufufuka kwa Yesu kunathibitisha kwamba yeye ni nuru ya ulimwengu. Yesu alisema yeye ni nuru ya ulimwengu. Kwa kufufuka kwa Yesu kweli, Yesu ni nuru ya ulimwengu. Hakuna nuru nyingine, ni nuru ya ulimwengu. Nuru yake inang'aa gizani, kwenye dhambi nuru yake inang'aa. Mtu akimwamini anakuwa nuru, ni giza linaondoka. Yeye ni nuru ya ulimwengu. Kwa maana Yesu akiingia ndani, giza linaondoka, dhambi inaondoka, yote inaondoka, anakuwa mtu mpya kabisa. Amen. Lakini kufufuka kwa Yesu kunathibitisha kwamba yeye ni chakula cha uzima. Alisema kwamba mimi ni chakula cha uzima.
Kufufuka kwa Yesu pia kunathibitisha kwamba yeye ni mlango wa kondoo. Yesu alisema mimi ni mlango wa kondoo. Amen. Lakini kufufuka kwa Yesu kunathibitisha kwamba yeye ni mchungaji mwema. Kweli Yesu ni mchungaji mwema. Mwendee mchungaji mwema Yesu, mwambie shida yako. Haleluya. Na Daudi alisema kwamba Yesu, Bwana ni mchungaji mwema. Bwana ndiye mchungaji mwema. Amen. Lakini kufufuka kwa Yesu kunathibitisha kwamba yeye ni mwokozi wa ulimwengu. Yesu ni mwokozi wa ulimwengu. Kufufuka kwa Yesu kunathibitisha kwamba yeye ni njia, kweli na uzima. Yesu ni njia, kweli na uzima. Na kufufuka kwa Yesu kunathibitisha kwamba yeye ni niko ambaye niko. Aliwaambia wale Mafarisayo akasema, kabla ulimwengu kuwako mimi niko, kabla ulimwengu kuwako mimi niko. Yeye ni niko. Na Mungu alimwambia Musa, wana wa Israeli watatuuliza kwamba mimi ni nani, waambie mimi niko ambaye niko. Na Yesu anakuja anasema, kabla ulimwengu kuwako mimi niko. Nathibitisha kwamba Yesu ni niko ambaye niko. Yesu ni Mungu. Amen jamani. Na mambo mengine mengi aliyosema Yesu anathibitisha kwamba Yesu ni kweli kabisa. Kuna wengine anasema kwamba mimi ni njia, kweli na uzima. Anasema kama sivyo ningeliwaambia, maana nakwenda kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe, ili nilipo mimi nanyi muwepo. Hayo ni mtume gani ambaye anawahi kuwaambia wafuasi wake kwamba nitakuja niwakaribishe tena? Hata yule mtume mwingine ambaye anaaminiwa alisema kwamba napokwenda sijui wala nitakapofanya sijui, lakini na watu wanamfuata. Unajua imani na nguvu. Yaani mtu akiamini anaamini hata kama isivyo sahihi, mtu anaishikilia tu imani. Imani ina nguvu sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo thibitisha kufufuka kwake kunathibitisha kila alichosema ni sahihi. Jambo lingine sababu ambazo zinatufanya tusiogope, yeye ni mshindi juu ya mauti na kuzimu. Yeye ni mshindi juu ya mauti na kuzimu, na anazo funguo za mauti na kuzimu. Haleluya. Yesu ni mshindi juu ya mauti na kuzimu. Yeye ameshinda. Kwa hiyo ndio maana sisi hatuna mashaka naye. Hatuna mashaka kwa sababu yeye ameshinda mauti na anazo funguo katika jambo linaloogopesha. Hakuna kitu ambacho kinaogopesha kwa mwanadamu kama kifo. Na ukisikia habari za kuzimu, nataka nikwambie ni tishio kwa mwanadamu. Yaani hata mwanadamu aweje, hata awe mrembo kiasi gani, hata awe tajiri kiasi gani, hata awe na fedha kiasi gani, lakini kama hana Yesu mtu ni tishio kwa mauti na kuzimu. Sio kwa mtu aliyokoka. Kwa mtu aliyokoka sisi na mauti na kuzimu sio tishio kwetu. Kwa sababu nini? Bwana wetu tuliyemfuata ameshinda mauti na anazo funguo za mauti na kuzimu. Kwa hiyo sisi tukifa, Yesu atatufufua tena. Haleluya. Kwa sababu tulionaye ni mshindi, tulionaye ameshinda. Yesu ameshinda mauti. Yesu ameshinda mauti. Yesu ameshinda mauti kwa sisi. Amen. Kwa sababu wasiwasi. Sina wasiwasi. Usiwe na wasiwasi. Sio na wasiwasi. Labda kama maisha hayajakaa vizuri, mtu akiwa anaogopa labda maisha hayajakaa vizuri. Lakini kama maisha yamekaa vizuri, nataka nikwambie, unapotafakari kwa mbinguni, leo unakuta unasikia amani. Unajisikia vizuri. Na unajua kabisa wakati wote hapa Yesu akitokea ninaenda. Wakati mwingine tunawatafakari, tukikaa mbele za Bwana katika uwepo wa Bwana, tunajiona kama tuko mbinguni ndio tumekwisha kufika. Haleluya. Haleluya. Kuna wakati ukiwa duniani hapa, ukiwa mbele za Bwana unaona hali nyingine tofauti na hii hali ya duniani. Haleluya. Haleluya jamani. Haleluya. Hatuna mashaka. Kama unatembea na Yesu hauna mashaka. Wao mwingine nasema uchungu wa mauti umeondolewa, ila kwa mtu asiyeokoka. Nataka nikwambie mauti ni uchungu. Tukenda kuimba kwa ufupi.
taimba kwa ufupi, halafu twende tumwabudu Mungu. Naomba praise